Karibuni sana popote pale mlipo, na ningependa nikaweze kuchukua nafasi hii nikamshukuru Mungu kwa sababu ya kunipa kibali cha kuwa mahali hapa wakati mwingine, na ili nikaweze kukuzungumzia na nikakuletee neno la Bwana kwa kifupi sana, na zile dakika ambazo Roho Mtakatifu wa Mungu atakazo nisaidia kwa jina la Yesu. Siku ya leo ningependa tukaweze kuongea madhara ambayo yanapatikana kwa sababu ya hasira. Mhenga alisema kwamba hasira ni hasara. Na leo ningependa tukaweze kuangalia neno la Bwana kwa sababu huwa ninakwambia neno hili liliandikwa ili tuwe tunajifunza nalo. Neno hili halikuandikwa kama hadithi. Biblia si storybook. Neno hili si hadithi. Lakini neno hili liliandikwa ili tuwe tunajifundisha nalo. Tukaweze kujua yale mambo ambayo yaliwapata watu wengine, wale waliotutangulia, zile shida ambazo ziliwapata kwa sababu ya jambo hili ama jambo lile lingine. Na tukishajua mambo hayo, basi sisi katika kizazi hiki tunajizuia tusijipate katika hizo hali ambazo ziliwapata watu wa Mungu. Kwa hiyo leo ningependa tukaweze kuangalia jina fupi sana ambalo linaitwa hasira, na yale madhara ambayo yanapatikana kwa sababu ya hasira. Na ni kwa nini haufai kufanya uamuzi wowote wakati umekasirika? Kwa sababu tumejipata katika hali tata katika maisha wakati tumefanya maamuzi ili hali tuko na hasira. Na kwa hiyo unapelekwa katika msukumo wa hizo hasira kufanya maamuzi ambayo hayastahili. Na baadaye maamuzi hayo, kwa sababu yanasababishwa hayakutoka katika moyo, yalitoka na hisia za hasira, basi katika maamuzi hayo baadaye yanaleta majuto. Na kwa hiyo ningependa ukaandamane pamoja nami mtu wa Mungu, na tukajifundishe siku hii ya leo kuhusu hasira na madhara ambayo yanapatikana kwa sababu ya hasira. Na ningependa tukafungue neno la siku ya leo na maandiko ambayo yako katika kitabu cha Yakobo 1:19 na 20. Na maandiko yanasema kwamba basi ndugu zangu wapenzi, kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, si mwepesi wa kusema. Tunaongea kuhusu hasira, madhara ambayo yanapatikana kwa sababu ya hasira. Yakobo akitunenea wakati huu, popote pale ulipo mpendwa, Yakobo anasema kwamba basi ndugu zangu wapenzi, kila mtu na awe mwepesi wa kusikia. Mwepesi wa kusikia. Uwe mwepesi wa kusikia, si mwepesi wa kusema. Ukisikia usiwe mwepesi wa kuongea. Bwana asifiwe sana. Si mwepesi wa hasira. Kuna mambo matatu ambayo Yakobo anayasisitiza katika andiko hili: mwepesi wa kusikia, mwepesi wa kusema, na mwepesi wa hasira. Hayo mambo matatu ujichunge nayo, kwa maana hasira ya mwanadamu haileti haki ya Mungu. Kwa maana hasira ya mwanadamu haileti haki ya Mungu. Na leo nataka tukaweze kuzungumzia jambo hili ambalo si sote linatukabili. Bwana asifiwe sana. Na ningependa tukaweze kujua jinsi ya kuhandle
neno hili ambalo linaitwa hasira. Na hatutazungumza tu juu ya hasira yenyewe, lakini vile vile tutazungumza hata na hatari ya kufanya maamuzi tukiwa na hasira. Kuna mambo nimeandika hapa kwa hiki kitabu ambalo Bwana amenisaidia ili nije nikaweza kukusaidia. Kwa hivyo hatutaongea tu kuhusu hasira, lakini vile vile tutaongea kuhusu hatari ama madhara ya kufanya maamuzi tukiwa na hasira. Kwa sababu ukweli ni kwamba moyo wenye hasira, moyo wenye hasira ni mtu asiyefanya maamuzi. Bwana asifiwe sana. Na kama vile Yakobo anavyosema ni kwamba inatupa ushauri. Neno hili linatupatia ushauri wa wazi, na vile vile inatupatia matendo ya kuenenda, matendo ya kiungu ambayo yanapaswa tukaweze kuyafanya wakati tuko katika hasira. Awe mwepesi wa kusikia, si mwepesi wa kusema, si mwepesi wa hasira. Kwa nini? Kwa sababu ghadhabu ya mwanadamu ama hasira ya mwanadamu haitoi haki ya Mungu. Hivyo ndivyo Yakobo anavyosema. Na kwa hiyo ningependa tukaweze kuangalia nguvu ya hisia. Bwana asifiwe sana. Na nikaandika hapa kwamba hisia si dhambi ndani ya mtu mwenyewe. Ni Mungu alitupatia hisia. Hisia iko ndani ya mwanadamu, na ni kitu ambacho hawezi ukakiondokea kwa sababu tuliumbwa nacho. Lakini tuna uwezo wa kucontrol hizo hisia ambazo zinaleta dhambi, ambazo zinasababisha hasira, na hasira inazaa dhambi. Na hata Yesu tunaona alikuwa anakasirika. Ndio ujue ya kwamba hisia ziko ndani yetu. Yesu tunamuona katika kile kitabu cha Mathayo 21 akienda kule hekaluni. Lakini hasira ya Kristo ilikuwa ni ya haki, kwa sababu yeye alitenda kulingana na kiungu. Yeye alitenda kulingana na haki ya Mungu. Hasira ya Kristo ilikuwa ni ya haki. Ndiyo, alikasirika wakati alipata wale watu wanafanya biashara katika nyumba ya maombi. Akawapurusha njiwa, akamwaga mapesa zao, akawapiga wakatoka, akawapiga, akawatoa nje. Akawaambia, hii si nyumba ya biashara, lakini hii ni nyumba ya Baba yangu, ni nyumba ya maombi. Ile ilikuwa ni hasira ya haki. Na hasira ya haki ni wakati unapokasirika kwa sababu ya jambo fulani. Kwa mfano, unaweza ukakasirika na adui ama shetani kwa sababu ya vile ambavyo amekugandamiza katika maisha yako. Kwa mfano, wewe ni mlevi. Wewe ni mlevi. Na unapofanya vibarua vyako, pesa haisimame mikononi. Ukishapata mapeni kidogo, unapitia kwa pombe. Lakini ifike siku moja useme, na kuanzia dakika ya leo nimefanya maamuzi na moyo wangu na maisha yangu, sitawahi lewa tena. Hiyo ni hasira ya haki, sababu ni hasira ya kutengeneza maisha yako. Lakini kuna ile hasira ambayo nataka tukaizungumzia hapa, ambayo huwa inazaa dhambi. Jina la Bwana lipewe sifa. Mithali 14 mstari wa 17 inasema kwamba mtu wa hasira ya upesi hutenda upumbavu. Ni mara ngapi tumefanya matendo ya kiupumbavu kwa sababu ya hasira? Ndiyo, na sote tumekuwepo kugonga milango. Umekasirika, unagonganisha milango, umekasirika.
unatumia wenzako ma messages zenye hazifai, umekasirika, mtu amekutukana, mtu amekukasirisha hata kwa jamii, hata mke wako amekukasirisha ama mumeo. Kuna mama nilikuwa ninaongea naye akaniambia mume wake akikasirika hakuna neno huwa hamwambii. Mara hauna akili, mara sijui utafanya nini, mara na ni bwana yake, na huyu ndiye mama ya watoto wake, yeye ndiye bibi yake, ndi mama ya watoto wake, na wamekaa kwa ndoa zaidi ya miaka 40. Sasa hata unashindwa wewe, unaambia mke wako hana akili, mke ambaye amekuzalia watoto, umekuwa naye kwa miaka 40 na bado hana akili. Sasa wewe na mke wako ni nani ambaye hana akili? Bwana asifiwe sana. Wewe umekaa na mwanamke miaka 40 kwa ndoa, na inafika mahali ukigoroka unamwambia hauna akili. Sasa nyinyi wawili nani hana akili? Utakaje na mtu mwenye hana akili kwa nyumba? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ni ya wazee. Haleluya. Na kwa hiyo mara umekasirika unawacha kazi, mara umekasirika unawacha mahusiano, umeanza mahusiano umekasirika umeachana nayo. Na yote hayo yanafanyika wakati wa hasira ambayo haukuidhibiti. Baadaye inaleta nini? Kwa sababu ya hasira ambayo inaongozwa na maamuzi mabaya. Na kwa hiyo ningependa tukaweza kuangalia baadhi ya watu katika Biblia, kwa sababu tunajifundisha. Sisi huwa tunajifundisha na Biblia. Muhenga ndio alisema hasira ni hasara, lakini ni vyema tukaweze kuangalia neno la Mungu linaongeaje kuhusu jambo hilo. Na leo nataka tukajifundishe kuhusu hasira na watu ambao walijipata katika hasira na madhara walioyapata baada ya kufanya maamuzi mabaya wakati walikuwa wamekasirika. Bwana asifiwe sana. Bado ninakupenda. Bado wewe unanipenda tuendelee kupendana kwa jina la Yesu. Na tuangalie katika Biblia baadhi ya watu ambao walifanya maamuzi mabaya walipokuwa na hasira. Mtu wa kwanza ni Musa. Na tunapoangalia kitabu cha Hesabu 20, ukianza mstari wa 10 hadi 12, Mungu alimwambia Musa azungumze na mwamba ili ukatoe maji. Lakini badala yake Musa kwa sababu ya hasira aliupiga ule mwamba, aliugonga. Sauti ya Mungu ilikuwa imemwambia muda aliyeihiga Musa, nenea hili jiwe, nenea huu mwamba ukatoe maji. Lakini kwa sababu Musa alikuwa na pressure ya wana wa Israeli, walikuwa wamempa pressure mbaya, akachapa ile mwamba, maji yakapasuka. Ni nini kilifuatia? Kwa sababu ya wakati huo wa hasira na kutotii, alizuiwa kuingia katika nchi ya ahadi. Angalia. Kumbe kile kilichozuia Musa aingie Kanaani ni hiki kitendo alichokifanya hapa cha hasira. Na ni kweli Musa hakufika hata kama unajua, by the way, kuna watu hawataona mbingu kwa sababu ya hasira. Hasira si mzuri. Hasira ni mbaya. Kuna watu hawataingia kwa Yesu. Kuna watu hata hawataona mbingu kwa sababu ya hasira. Sababu wameshindwa kudhibiti hasira zao. Musa baada ya kufanya kazi kubwa na hawa watu, neno leo linatukumbusha kwamba aliambiwa kwa sababu ya hiki kitendo cha hasira alichokifanya hata iona hiyo nchi ya ahadi. Na kweli Musa hakufika. Maisha ya uongozi mwaminifu iliyopotea katika hali ya kufadhaika. Huyo ni Musa. Mtu wa pili ni Esau. Na ukisoma kitabu cha Mwanzo 27, tunamwona Esau aliingiwa na hasira na uchungu moyoni mwingi sana kwa sababu ya ndugu yake Yakobo alipomuibia urithi wake. Na akasema moyoni mwake, mimi sasa
nitamuua ndugu yangu. Na kweli akaanza mikakati ya kumuua ndugu yake Yakobo, mpaka Yakobo akatorokea kwa Labani ili akaokoe maisha yake. Ni nini kilifanyika kwa Esau kwa sababu ya uamuzi huu wa hasira hii? Na tunaona ya kwamba hasira ya Esau iligeuza mzozo wa familia yake kuwa chuki hatari sana. Ni mara ngapi jamii wameuana kwa sababu ya hasira? Ni mara ngapi jamii wameinukiana kwa sababu ya hasira? Ni mara ngapi hata saa hii jamii haiwezi kukaa vikao kwa sababu ya hasira? Si Mungu atusaidie jamani. Na kwa hiyo Esau alipoteza amani. Moyoni mwake kukakosa amani kwa sababu hasira sasa ndio ilichukua nafasi yake, ikaanza kutawala moyoni mwake. Esau alikosa baraka, sababu hata kama Yakobo aliiba baraka zake, bado maybe kama hangepatwa na hasira bado angebarikiwa, ingawa sasa baraka zilikuwa zimeenda, lakini hangekosa kitu katika nyumba ya baba yake. Esau alipoteza miaka mingi na mahusiano yake na ndugu yake kwa kipindi kirefu yakawa hayapo. Kwa nini? Kwa sababu ya hasira. Huyo ni Esau. Mtu wa tatu ambaye ningependa tukajifundisha naye ni Petero. Petero naye hasira zake zilikuwa ni wasi. Sababu tunaposoma kitabu cha Yohana 18 mstari wa 10, tunaona katika bustani pale, katika bustani si Edeni, pale bustani, askari walikuja kumkamata Yesu. Petro akiwa na hasira na msukumo wa hizo hisia za hasira, alichomoa upanga na kukata sikio la mtu. Alikata sikio. Na Yesu akamkemea akisema, rudisha upanga wako alani. Hasira ilikaribia kumfanya Petero awe muuaji. Can you imagine kama Petro angepata shingo ya huyo jamaa? Yesu si angekuwa na kazi nyingine jamani ya kuunganisha shingo yenye imekatwa. Yesu akamwambia ai modo, eno barati ahio, hii vita si ya mapanga hii. Hii si vita ile ya mapanga. Petro ndika na ale mumathai. Hii vita si ya mapanga hii. Akamwambia rudisha upanga wako alani. Hii si ya mapanga. Wewe eno ti bara, eno ti ahio. Eno ti adotono. Kwa sababu ya hasira alikata sikio la mtu. Yakobo anatufundisha nini? Wacha turudi pale kwa Yakobo 1:19 na 20. Uwe mwepesi wa kusikia. Sikiliza zaidi. Unapokuwa na hasira usiongee. Sikiliza. Msikilize Mungu. Sikiliza shauri la hekima kutoka kwa maandiko, kutoka kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Msikilize Roho wa Bwana atakwambia ufanye nini, kwa sababu yeye ndiye mshauri wetu. Wakati umefika katika hiyo state, usiongee. Utaongea vibaya, utatukana mtu ambaye hukupenda kutukana, utafanya kitendo ambacho hukutaka kutenda. Hasira. Isikize nafsi yako, usisikize hisia. Si mwepesi wa kusema. Kwa nini? Kwa sababu maneno yanayosemwa kwa hasira yanaweza kuharibu maisha. Maneno yanayosemwa kwa hasira yanaweza yakaharibu maisha. Maandiko katika kitabu cha Methali 15, Biblia inasema kwamba jawabu la upole hugeuza hasira mbali, neno kali huchochea hasira. Angalia, jibu la upole hugeuza hasira mbali, neno kali huchochea hasira. Mpole kwa hasira. Usikatae hasira yako, ni sawa.
lakini usiruhusu ikutawale. Bwana asifiwe sana. Andiko katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 26, Biblia inatufundisha kwamba muwe na hasira. Hatujakatazwa kuwa na hasira. Hatujakatazwa kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani ya mwanadamu. Hatujakatazwa. Lakini je, nitufanyeje? Muwe na hasira, msitende dhambi. Wewe mtu wa Mungu usitende dhambi kwa sababu ya hasira. Wala jua lisichwe na chwea juu ya hasira yenu. Hasira sio dhambi, lakini kinachozaliwa kwa sababu ya hasira, hiyo ndio dhambi. Bwana asifiwe sana. Kwa maana ghadhabu ya mwanadamu haitoi haki ya Mungu. Kumbuka maandiko tulisoma. Hii ni muhimu sana. Maamuzi yako ya hasira yakaweze kupatana na mapenzi ya Mungu. Katika wakati umekasirika, hayo maamuzi ambayo unataka kuyafanya ni vyema yakaweze kupatana kikamilifu na mapenzi ya Mungu. Unaweza ukahisi kuwa una haki kwa wakati huo, lakini mara nyingi huwa hasira hiyo inaleta uharibifu, inaleta mgawanyiko, inaleta mapigano, inaleta majuto. Usipoiangalia hasira yako, usipoifanyia kazi hiyo roho ya hasira. Bwana asifiwe sana. Adui huwa anatumia hasira kuleta mgawanyiko wa nyumba, wa jamii, kazini, kwa marafiki. Hii ni kazi ya adui tu. Lakini sasa nitufanyeje? Nitufanyeje? Tukisha ingia katika hii hali ya hasira namna hii, nitufanyeje? La kufanya ni hili. Zaburi 4 mstari wa 4 inasema kwamba muwe na hasira wala msitende dhambi, kama vile Efeso amesema. Kabla ya kujibu, kabla ya kutuma ujumbe mfupi kwa mtu ambaye maybe, kuna mtu alinitumiaga ujumbe mbaya sana wakati moja, na nikashika simu ni mjibu, lakini nikaona nikiandika ujumbe nitamwandikia ujumbe ambao utawasha moto. Na kuliko kuandika ujumbe nilimngojea akuje. Na alipokuja tukaketi chini tukasuluhisha ile shida ambayo ilikuwa imekuwa. So kama angenitumia ujumbe na mimi nimtumie ujumbe, hatungepata mawasiliano mazuri. Kwa sababu naweza nikakutumia ujumbe na ukauelewa vile ambavyo sikuwa ninamaanisha. Hasa hiyo ikawa ni shida nyingine. Na ndio maana yake tunakatazwa sana ya kwamba kabla haujatuma barua pepe ama kabla haujapiga hiyo simu, simamisha na uombe. Tuliza kila kitu. Omba, mwambie Mungu atulize roho yako, akupatie amani wakati huo ambao hasira imeinuka. Jambo lingine ni kwamba usubiri kabla haujafanya maamuzi. Mithali 29:11, mpumbavu huionyesha hasira yake kikamilifu, lakini mwenye hekima huizuia. Muda unatoa mtazamo. Unachotaka kufanya kwa hasira ni mara chache sana utakayotaka kufanya kwa amani. Kwa hiyo mpumbavu huionyesha hasira yake kikamilifu. Wewe si mpumbavu. Kuwa mtu mwenye hekima. Wakati adui ameinuka ndani yako kupitia hasira, kuwa mtu wa kufanya maamuzi wakati umetulia. Mwambie Roho wa Bwana aitulize roho yako. Muombe Mungu akupatie amani katika kipindi hicho. Samehe kabla haujajibu. Utakapoomba kabla uongee, Mungu atakupatia utulivu. Ukishapokea utulivu, utamsamehe huyo ambaye amekukosea, ili ukachukue hiyo next step. Moyo wako utakuwa umetulia, na ile decision utachukua haitakuwa worse kama ile ungeichukua kabla haujaomba.
Na Wakolosai 3:13 inasema ya kwamba sameheaneni ninyi kwa ninyi kama Kristo alivyowasamehe ninyi. Kutokusamehe kunachochea hasira, lakini msamaha unaleta upendo. Bwana asifiwe sana. Angalia Kristo alisulubishwa, akatemewa mate, akasingiziwa, akauawa. Yesu Kristo alikuwa na pasenti 100% ya kukasirika, lakini badala ya hasira alimwambia baba yake, wasamehe kwa sababu hawajui vile wanavyofanya. Tunahitajika tuwe na moyo wa Kristo, moyo wa kusamehe na kuachilia. Bwana ningearogosho. Na kwa hiyo mpendwa, ni vyema tukaangalie swala hili, tuzipate katika maisha ya majuto kwa ajili ya kufanya maamuzi ambayo yametokana na hasira. Usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Acha hasira yako iwe ishara ya kusitisha kile ambacho ungefanya. Sio wakati huo ambao una hasira unahitajika ukafanya maamuzi. Tulia mpaka hasira ishuke. Na kwa hiyo tukaweze kuwa watu wepesi kwa kusikia, watu wapole kwa kusema, na watu wapole vile vile kwa hasira, kwa sababu hapo ndipo haki ya Mungu inaanza kukua. Sababu hasira ikija ukiomba, Mungu anakupatia amani. Kwa hivyo hilo ndilo lile neno ambalo nilipenda leo tukaweze kushirikiana mimi na wewe, la kujiangalia sana wakati tuko katika hali ya hasira. Tusifanye maamuzi yoyote wapendwa wakati tuko na hasira, sababu maamuzi hayo yatatuletea majuto, na tutakaa katika maisha ya kujuta tukijiuliza, mbona tulifanya haya maamuzi wakati kama huu? Kwa hivyo wakati umepandwa na hasira, jambo lolote limekuja, jichunguze sana kabla haujafanya maamuzi. Unaweza ukaongea na rafiki ambaye unadhamini wakati huo hasira imekupanda, kabla haujachukua maamuzi wa kufanya jambo lolote. Unaweza ukaongea na ndugu yako. Katika jamii kuna watu ambao huwa wanapatana. Unaweza kuwa una ndugu ambaye unajua huyu nikimwambia hii shida ambayo imenipata atanipatia ushauri. Unaweza ukamwambia mke wako ama mume wako katika ndoa. Usikimbilie kufanya maamuzi peke yako. Unajua hatutoshani. Kuna watu wako na weakness. You understand? Kuna watu wako na weakness. Kuna watu wako na udhaifu. Na kama udhaifu wako uko katika hali ya hasira, ukikasirika unafanya maamuzi ambayo sio, basi tafuta rafiki ambaye unaweza ukamdhamini, ama pia prayer partner wako anaweza akakusaidia katika hali hiyo, ili wakati wote usijipate katika hali ambayo ingezuiliwa, kwa sababu kuna makosa ambayo tunajipata kwayo lakini yangezuiliwa, lakini sasa yameshatupata kwa sababu tulifanya maamuzi kwa haraka ambayo hayakuhitajika kwa wakati huo. Natumai unanisikia na unanielewa, ili tukaweze kusaidia mpaka na hawa watoto ambao tunalea, tukaweze kulinda ndoa zetu, tukaweze kuumiza mioyo ya wake zetu, tukaweze kuumiza mioyo ya wale watu ambao tunawapenda, kwa sababu tunaweza kufanya maamuzi kwa haraka tukaumiza mioyo ya wale watu ambao wametuzunguka. Tunawapenda ndio, lakini tumefanya maamuzi kwa haraka ambayo hayakuhitajika kwa wakati huo, na tujipate katika hali tata na maisha ya majuto ambayo yatakuwa sasa ni mambo mengine, yataleta pia na hasara katika maisha yetu. Kwa hivyo Bwana atubariki tunapoangalia hili swala la hasira katika maisha yetu. Tusiwe kama Musa ambaye aliambiwa na Mungu kwa sababu ya kitendo hiki ambacho umekifanya. Sababu nilikunenea nikakwambia usugumuzie mwamba utoe maji, lakini kwa sababu ya hasira ukaupiga, hautaingia katika nchi ya ahadi. Wapendwa, tuchunge sana hasira
isituletee madhara katika maisha yetu. Tuangalie sana hasira isije ikazuia tukamwona Mungu. Tuangalie sana hasira isije ikazuia maombi yetu kujibiwa. Tuangalie sana hasira isije ikaleta ikawa ni kizuizi chetu cha kuendelea, ikawa ni kizuizi chetu cha kupokea baraka ambazo Mungu ametuandalia kwa jina la Yesu. Kwa hivyo Bwana akubariki, na ukibarikiwa na ujumbe huu tafadhali subscribe kwa hii channel ya Pastor Joel Barton na utabarikiwa. Mtumie mtu ujumbe huu, share, comment, niambie tu ya kwamba nimekubariki. Unapo comment huwa unanitia moyo na huwa ninaona ya kwamba tuko pamoja katika hii huduma. Unaweza ukasupport ministry katika njia ya kujoin. Kuna mahali hapo pameandikwa join, una join, na ukijoin Bwana atakubariki. Ukijoin Bwana atakubariki, na ni kushikilia kazi ya Mungu, sababu hii ni kazi ya Mungu ambao huwa tunafanya, na unapo support kazi hii Mungu naye atakubariki kwa njia hii ama nyingine. Njia yote ambayo utaiona ni sawa kusupport hii huduma, Bwana tu wa mbinguni atakubariki kwa jina la Yesu. Kwa hivyo muwe na wakati mwema. Leo Bwana alikuwa amenituma na neno hilo, sababu ninajua kuna watu wengi ambao mioyo yao inasumbuka kwa sababu ya maamuzi ambayo walifanya wakati walipokuwa na hasira. Kisikia hasira imepanda, muombe Mungu, tulie, usichukue uamuzi wowote, usifanye maamuzi yoyote. Kama vile Biblia ilivyotufundisha leo, tulia. Usiongee, tulia. Hasira imeingia, usiseme kitu, usifungue mdomo, tulia. Ukiweza enda ujifungie mahali ama utoke katika haya maeneo ambayo umepatwa na hilo jambo. Ondoka, ukienda huko mawazo yako yatatulia, na ukirudi utakuwa sawa. Sababu saa nyingine tuko nyumbani, maybe ni mke wako amekukasirisha, ama ni mume wako amekukasirisha, ama ni mtoto wako amekukasirisha. Sasa ukimtupia maneno ya kumuumiza moyo, huyu mtu mko naye hapo wakati wote, uko naye till death do us part. Mko na huyo mtu. Kama ni watoto wako, mko nao mpaka wazeeke. Sasa wewe umeanza kumtupia maneno ambayo ni ya kumchoma moyo. Kama ni watoto, tuna low esteem zao. Kwa hivyo tuangalie sana please, na wasihi na upendo wa Kristo, tuangalie sana wakati wa hasira. Acheni tuache kufanya maamuzi ambayo yatatuletea majuto katika maisha. Bwana wabariki, na ninawapenda kwa jina la Yesu. Amen.